Bwana, kuelekea kwenye dirisha dogo la usajili hapo mwakani, dira ya Simba Sports Club imeelekea na kurudi kwa winga wao wa zamani Luis Jose Miquissone, na mpango ni kuona kwamba Luis Miquissone anakuja na anayekuja kupishana naye kwa maana ya wachezaji waliosajiliwa kwenye upande wa kimataifa awe ni Joshua Budo Mutale. Unajua mpango hasa wa Simba kwa kiasi kikubwa sana ulikuwa ni kumalizana na Joshua Mutale katika dirisha kubwa lililopita, lakini kutokana na sababu moja ama nyingine hilo likashindikana. Mwisho wa siku bado mwafaka wa Joshua Mutale ukawa unaendelea kuwepo ndani ya Simba, lakini mwisho wa siku mpango ulikuwa ni kwamba hii miezi 6 kuelekea kwenye dirisha dogo, maendeleo ya Joshua Mutale yawe yanaangaliwa kwamba atakuwa amepiga hatua kiasi gani kwenye kile ambacho anakifanya uwanjani, kwa maana kwamba hii miezi 6 kama atakuwa ameboresha uwezo wake, basi mwafaka wa yeye kuendelea kubaki katika timu kuelekea dirisha dogo utakuwepo, na kama itakuwa ni kinyume chake, basi Simba wataangalia utaratibu mwingine. Mwanzo kabisa mpango ilikuwa ni kwamba Mutale awe anaangaliwa, lakini mchezaji ambaye angekuja kuchukua nafasi yake endapo asikifanya vizuri awe ni winga wa Vipers Alan Okello, raia kutoka Uganda. Lakini inaonekana ni kama vile hivi sasa dira ya Luis Miquissone inaonekana kuwa inashika kwa nguvu, na ukweli ni kwamba Luis Jose Miquissone ametoka kuwa na msimu bora kabisa akiwa na klabu ya UD Songo katika ligi ya Mozambique ambayo inafahamika kama Mokambola. Ametoka kuwa na msimu mzuri sana akiisaidia timu ya UD Songo kutoa ubingwa kwa tofauti ya pointi 18 dhidi ya mtu ambaye alishika nafasi ya pili ambayo ni klabu ya Black Bulls, huku Luis Jose Miquissone akifunga zaidi ya 43% ya magoli ya UD Songo msimu uliopita. Yaani kwenye kampeni yao ya msimu uliopita ambao UD Songo ametoa ubingwa, wamefunga jumla ya magoli 48. Katika magoli 48, Luis Jose Miquissone alifunga magoli 21 na ndio akawa mfungaji bora kwenye ligi kuu ya Mozambique Mokambola. Sasa kiukweli ligi ya Mozambique hivi sasa imemalizika na interest kwa Luis Miquissone imekuwa kubwa sana, kwa sababu kiukweli kabisa Luis Jose Miquissone hivi sasa yuko katika form kweli kweli. Na ukweli ni kwamba Luis Jose Miquissone, twende mbele turudi nyuma, akiwa katika ubora wake kabisa, akiwa yule Konde Boy kabisa, hakuna winga ambaye anaweza kumfunga viatu katika klabu ya Simba hivi sasa. Sio hata Mpanzu, licha kwamba naheshimu kwa kiasi kikubwa sana uwezo wa Mpanzu, lakini ni daraja jingine kabisa unapomzungumzia Luis Jose Miquissone katika ubora wake ukienda ukimlinganisha na mtu kama Elie Mpanzu. Na huyu ndo mchezaji ambaye Simba wanafikiria aende sasa apishane na Mutale, ambaye tangu dirisha kubwa kiwango chake hakijaimarika kama ambavyo pengine alitegemewa. Kiwango chake kimekuwa ni chenye kurudi chini siku baada ya siku. Mwafaka wa mwanzo ilikuwa ni Alan Okello, lakini wazo la Luis Miquissone linakuja kwa sababu Luis Miquissone ni mzoefu na hii ligi, anaijua ligi ya Tanzania. Ule ubora ambao anao hivi sasa ni rahisi zaidi yeye kuja kuutafsiri kwenye ligi ya Tanzania pengine kuliko kwenda kuchukua risk ya kijana ambaye unaweza usijue nini utakipata kutoka kwake. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinawasukuma hivi sasa Simba waone kwamba kama kuna mwafaka wa Mutale kuondoka, basi Miquissone arudi kwa sababu yuko kwenye form na ni mtu ambaye anaifahamu pia ligi ya Tanzania. Lakini ukweli ni kwamba Miquissone ambaye Simba wanaweza kuwa wanataka kumpata hivi sasa ni tofauti na Miquissone ambaye walimpata kipindi cha nyuma. Unajua Miquissone ambaye alikuja mara ya pili baada ya kutoka Al Ahly ni Miquissone ambaye alikuwa katika hali ngumu sana, na alikuwa katika wakati mgumu mno. Miquissone alikuwa amekaa si chini ya mwaka 1.5 akiwa hachezi. Katika miaka 2 ambayo alikuwa nje, labda span ambayo alicheza inaweza ikawa ni miezi 6 tu combined ndo alikuwa kwenye active games anacheza, lakini kwa kipindi cha mwaka 1.5 alikuwa hapati game time kabisa. Sasa ule msimu mmoja ambao Simba walimpa, ule ulikuwa ni msimu ambao kwanza alipaswa kurudisha utimamu wake, kwa sababu hata physically kwenye msimu mmoja ambao Miquissone alirudi hapa katikati Simba alikuwa anaonekana kabisa Miquissone yuko down. Ule msimu mmoja peke yake alikuwa anahitaji kwanza kurudi katika utimamu unaotakiwa, kisha msimu mwingine unaofuata ndo uwe msimu wa Miquissone kurudisha makali ambayo alikuwa nayo mwisho wa siku. Sasa baada ya kuondoka Simba kwenye ule msimu wake wa kwanza ambao alikuwa anatafuta utimamu, ubora wake amekwenda kuonyesha kwenye msimu uliofuata aliporudi UD Songo, na ndo hichi ambacho tunakiona hivi sasa hivi. Kwa hiyo hivi sasa hivi maana Simba wanaweza kuwa wanakwenda kumpata Miquissone ambaye yuko tayari kiakili, kimwili. Uzuri pia ni kwamba hata mahitaji ya mshahara wake hivi sasa Miquissone yameshuka.
Kipindi ambacho yupo Simba ilikuwa inakadiriwa kwamba alikuwa anakunja hela nyingi zaidi kwenye ligi yetu. Alikuwa anakunja takriban shilingi milioni 52 hivi. Hivi sasa kwa sababu amekwenda kwenye ligi ya kwao, amekwenda kwenye klabu ya UD Songo, ni wazi kwamba hata mahitaji ya mshahara wake yatakuwa yamepungua. Kwa hiyo unampata Nixon akiwa katika ubora wake, lakini pia unampata kwenye mahitaji ambayo ni nafuu zaidi ukilinganisha na pale mwanzo, na hichi ni kitu ambacho kinawavutia Simba kuona kwamba anakuja kupishana na Budo Mutale kwenye dirisha dogo la Januari hapo mwakani.